Jeshi la Israeli IDF limedai kuwa kiongozi mwandamizi wa Hamas ameuawa katika operation ya pamoja na shirika la kijasusi la Israeli. Kupitia chapisho lake kwenye mitandao ya kijamii, IDF imesema kuwa msaidizi huyo wa kamanda wa brigade ya Gaza ya Hamas aliuawa siku kadhaa zilizopita katika shambulio mjini Gaza nchini Palestina. Jeshi hilo limesema kuwa mtu huyo aliyefahamika kama Mahmoud Abu Hasira alihusika katika operation ya Julai mwaka 2014 ambapo wapiganaji wa Hamas walivamia jengo lililokuwa limeimarishwa baada ya kuingia kupitia kwenye handaki na kuwaua wanajeshi 5 wa Israeli huku wakimjeruhi mwingine mmoja. Vyombo vya habari vya Kipalestina vimeripoti kuwa helikopta za kivita za Israel zinashambulia mji wa Rafah ulioko kusini mwa ukanda wa Gaza, na mji wa Abasan al-Kabira pia umeshambuliwa kwa mizinga mizito na jeshi la Israel katika eneo la karibu la Khan Yunis katika ukanda huo. Mashambulizi ya mizinga pia yameripotiwa katika kipindi cha saa 24 zilizopita katika kambi ya wakimbizi ya Nusairat katikati mwa Gaza pamoja na kambi ya Boreji. Taarifa za awali zilionyesha watu 3 kuuawa katika shambulio dhidi ya kambi ya wakimbizi wa Jabalia kaskazini mwa Gaza mapema asubuhi hii, na wengine 6 kuuawa usiku katika shambulio la Israel dhidi ya familia ya Hasouna katika mtaa wa Tufa mjini Gaza. Katika hatua nyingine, jeshi la Israeli limethibitisha kuwa lilitekeleza shambulio kusini mwa Lebanon usiku wa Jumanne, likidai kuwa lilikuwa likilenga Hezbollah. Katika chapisho kwenye X zamani kama Twitter, jeshi la Israeli limeshutumu Hezbollah kwa kutumia miundombinu ya kiraia kwa njia ya kijanja na kuwafanya wakazi wa Lebanon kuwa kinga binadamu. Shambulio hilo la hivi karibuni limekuja baada ya ofisi za haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa kusema siku ya Jumanne kwamba vikosi vya Israeli vimewaua takriban raia 71 nchini Lebanon tangu kuanza kwa kusitishwa kwa mapigano na Hezbollah mnamo Novemba. Pia hali ya hofu imebuka baada ya tawi la kijeshi la Hamas kusema kuwa limepoteza mawasiliano na kundi lililokuwa likimlinda mwanajeshi wa Marekani na Israel, Edan Alexandra, baada ya Israeli kulenga eneo alikokuwa akishikiliwa kwa mashambulizi ya moja kwa moja. Kwa mujibu wa vyanzo vya matibabu vya Gaza, takriban watu 23 wameuawa katika mashambulizi ya Israeli kote ukanda wa Gaza tangu alfajiri ya Jumanne, na taarifa kuhusu mashambulizi na vifo zaidi zinaendelea kutolewa. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amesema mapema jana alifanya ziara ya kushtukiza katika eneo la ukanda wa Gaza kuangalia maendeleo ya operesheni za kijeshi za IDF. Netanyahu alitumia ziara hiyo kuelekeza msimamo wa Irani chini ya kiongozi wake Ayatollah Al-Khamenei kuwa utaliponza taifa hilo, badala yake linapaswa kuachana na mpango wake wa urutubishani wa nyuklia, na kusema kuwa isipofanya hivyo Israeli haitosita kuanzisha mashambulizi katika taifa hilo. Wizara ya afya ya Gaza chini ya Hamas inasema takriban wa Palestina 51,000 wamethibitishwa kuuawa na 116,343 kujeruhiwa katika vita vya Israel dhidi ya Gaza tangu kuanza kwake miezi 18 iliyopita. Ofisi ya serikali ya habari imefanya tathmini na uhakiki wa idadi waliokufa na kuwa huenda imefikia zaidi ya watu 61,700, ikisema maelfu ya watu waliopotea chini ya kifusi wanaofiwa kuwa chini ya kifusi. Pia watu 1139 waliuawa nchini Israeli wakati wa mashambulizi yaliyoongozwa na Hamas Oktoba 7 mwaka 2023, huku zaidi ya 200 kuchukuliwa mateka.